Sema nini mwanangu? Si unajua ule mchongo wetu wa mafuta pale kwa Makitoi baada tujaenda kufuata mazingira yetu. Kumbe ule mchongo jaenda kuchukua. Mimi sijaenda kuchukua hadi leo unajua. Sema wewe mwanangu, wewe nikajua mazingira yote na save wewe maana yake na kuachia wewe maana yake mazingira ya kiuni maana yake ukale. Sema yule mama mwenyewe naye alibisha, asema jioni tusiende tuingie asubuhi. Kwa atadharau. Kwa hiyo sasa hivi nasema sema nini? Yule mchumba yeye namba F ile pale unakatiza unaona ile. Wewe mchumba. Poa, lakini mimi sio mchumba. Kumbe jina lako nani mrembo? Mimi naitwa Naila. Naila. Nikusaidie nini? Toto namba F kabisa. Namba F ndo nini? Namba F Juba, namba F watoto 2000 kama nyinyi. Sasa kwa hiyo nataka nikusaidie nini kama ni namba F? Mimi nimetoka kuelewa, unajua jinsi ulivyo, mtoto namba F na mwanangu pale niambia kuna namba F imeingia, akasema ngoja nisikilizie. Wewe hapa na kuona nayo naingia mchumba pale. Ngo nasemaje? Sasa mimi nimetoka kuelewa. Yaani hujanishauri bado. Yaani mimi na wewe sio kweli, haiwezekani. Na hapa naona unanichelewesha tu muda. So hivyo bana, sio sema maisha ya kiuni, unajua. Sisi tukutongoza, sio tunapaka maneno mengi, maneno machache ushaelewa na ile hapa na. Wala sitaki kunifuatilia, sijui umeelewa? Sitaki kunifuatilie. Naila, Naila. Umepata wapi ujasiri kushika mkono wangu? Hamna mchumba, si unajua unaondoka hujamaliza kuongea. Niache. Ngoache nini sasa? Niache. Mwanangu mchumba kanipiga ujue. Sasa imekuaje mwanangu, naona abishia wanaume unashinda kukanda mchumba yule pale, imekuaje sasa? Chumba jana tazalao mimi sijajua namuelekeza vipindi hapa natazalao anipige. Sikiliza mwanangu, hizo zalao mwanangu, tumfuate yule mchumba tukampige, umesikia? Tukapande zalao hizi. Ya baridi tondoke. Sema nini mwanangu? Ukatazalao tumteke au si? Baridi. Mwanangu katokea wapi? Sijajua yeye kama Zuchu tu mchumba. Mimi mwenyewe nashangaa kuja kumsaidia yeye kama nani yake. Ndio kisha rubija yeye shaumia ujue. Kama vipi sasa tumsalandie au si? Tumsalandie. Pole sana kaka wangu. Usijali, unajua tena. Hujaumia? Sijaumia, unajua tena si wanaume. Na vipi mbona naona mizozo? Mimi hata sielewi, wamenikuta tu pale njiani. Kwanza kunivamia ndo hata sielewi. Lakini si mzima hujaumia? Mzima. Nilikuja gengeni wako sijakukuta. Ulienda wapi? Unajua tena pilika za gengeni, niliingia bondeni hapo kuangalia pilipili hapo, afu pilipili yenyewe nimekosa. Sawa. Ila baadaye nilikuwa na maongezi na wewe kule kisima bondeni. Kisimani kule kwa siku ile? Ndo kule. Basi haina shida. Itakuwa time gani? Jioni hivi. Hapo. Mwenyekiti. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari za siku? Alhamdulillah. Lakini tumepambana. Si mchezo.
Bwana bila kufanya mambo yetu yale shehe. Usingetoka. Kabisa. Na mimi nakuamini sana, nguvu zako imara sana zitaendelea kudumu milele na milele. Mimi nashukuru kwa kufahamu. Na siri ninayokugea sasa. Wale wapinzani wako na walifika. Na wakaniambia mzee muangushe bwana. Mimi nikasema basi inshallah nitafanya hivyo. Lakini kwa sababu wewe ni wa kwangu tangu enzi hizo tunaelewana vizuri, nikaona bora mimi nifanyie mambo hayo. Mwenyekiti? Sawa, tuachane nayo. Bila nimekuona hapa nina jambo ndani kufahamisha. Sasa hivi bwana mzee, kwa kweli pale ofisini kwangu kuna mambo kidogo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo hata wateja sasa hivi ujaji wao kwa kweli kuna changamoto kidogo. Hivi unavyoona tangu asubuhi sasa. Hata hujakula. Sasa ninapoona kiongozi hapa nikaona labda nifanye mpango chochote nikajikimu. Sasa sasa wewe ofisi yangu naijua. Mheshimiwa. Maana yake wewe bila wewe mimi nisingekuwa mwenyekiti. Sawa. Ina maana wewe mfanya kazi kubwa sana mpaka mimi napata hiki kiti. Na kaa sasa hivi alhamdulillah. Maana nikisema sina kitu nitakuwa nadanganya. Lakini alhamdulillah riziki inapatikana. Kama unavyoona mashamba yanauzika, ushuru nakusanya vizuri. Sasa wewe mimi kukukumbuka wewe inakuwa ngumu. Ila wewe ndo atakuwa mimi unikumbuke. Sema bwana mwenyekiti ilikuwa issue nyepesi sana. Kwa hiyo unapokuwa na shida usisubirie mpaka unikute barabarani. Wewe njoo ofisini, njoo nyumbani. Mimi nikiwa nacho basi inshallah nitakusaidia, kwa sababu wewe ukiachana na hiyo nafasi uliyokuwa nayo, mimi kama ndugu sasa hivi yale mambo ya utaalamu na mimi mwenyekiti wangu tuweke huko. Kwa hiyo vitu vidogo kama hivi usiwaze sana. Wewe shika hii, leo umenikuta sijatembea na hela ya kutosha. Ila leo nafikiri mchana itakufaa. Baadaye wewe njoo nyumbani inshallah. Kuwezesha 2-3 hizi utasogeza. Haya, ina tano. Mwanangu si unajua yule jamaa nyaka tukanda afu yule jamaa bika cheza kaleti yani hata sielewi ujue. Yaani mwanangu yule katukanda paka mwenyewe mbavu zinauma hapa. Sema vipi mwanangu? Sel 45 mtu kama yule siwezi kukusumbua. Kabisa. Yeye kama kacheza kaleti atajua yeye manake. Yule sio shombe anaokaa pale gengeni. Ndio yeye yule mwanangu. Sasa mwanangu yule msela kama yeye ajifanya msela au kama kacheza kaleti pale tunaenda kumuoneshia genge lake, tunaenda kufanya mwanangu mazoezi sio poa mwanangu. Sikiliza. Kama vipi lile genge tukatie moto kabisa. Yaani tunatoboa nyenye tunatia moto mwanangu. Yaani kwenye maisha yangu kwenye usela wangu ndio kwanza nimekandwa leo mwanangu. Mimi mwenyewe yani ndio wewe mwanangu, mimi usela wangu wote naleta mwanangu. Yaani yule jamaa popote tunakumuona yule. Sema vipi mwanangu? Hapo kwa vitu tufanye mpango tuingie kwa makitoto tukachukua hela yetu kwa vovote manake. Au sio? Baridi ngoja nivae beli langu usinajua zilo. Yaani kule mama tena stresa lao, sisi tunataka chetu tena manake. Yaani huku tukandwe kule tukasela mwanangu yote tunamuelewaje? Mimi sielewi. Yaani yaeleweke hata kidogo mwanangu. Sema ni mimi sina kitu mwanangu penye na lost na kama unavyojua shilingi 500 mwanangu, mimi sielewi. Mimi mwenyewe sijavuta tongea ni kando, yani tongea nitoke, yani kabla sijakando nilivuta tani ile, si unajua wewe mwenyewe. Mpaka sasa hivi sija Manga vipi sisi tupite hivi tukachukue ndio kiasi kale. Baridi tutie hivi. Magitoi. Magitoi. Kanje. Vipi Magitoi? Kuhusu? Sisi tushakuja tumefuata vishikwele vyetu. Afadhali mlivyokuja. Nilikuwa ninakutafuteni kuhusu hayo mafuta mloniuzia, kumbe ni ya wizi. Ya wizi? Ya wizi. Kivipi yani? Baada yale mafuta nilivyotumia, dumu nikaliacha nje. Mara akaja Mmasalima. Akaniambiaje ile dumu ili dumu ni la kwangu. Wewe umelipata-pataje? Nikamwambia mimi mafuta nimeuziwa na vijana wawili. Kwa hata hivyo afadhali mlivyokuja nilikuwa nakutafuteni kwa hamu. Oya. Mmasalima si ndo pale bondeni pale? Ndio huyo. Sema nini? Huyo hela anatugea yeye. Baridi tunaingia. Twende tukachukue hela yetu. Sasa nakubali vipi kinyonge mwanangu? Hapo mnaondoka mtakuwa mashahidi wa kesi hii. Sawa, sasa tumekuelewa. Tutakuelewa. Nani? Wewe kidogo na mara moja tunataka kama iko joa.
mchongo wako. Enda shamba. Wasema ni mkubwa wako dharau za kuja kutongelezesha ni kwa magitoi kule. Atuambia sasa tumefukua mafuta, sasa tumeiba mafuta hapa. Aliibiwa kweli mafuta hapa nje au ndo nyewezi wenyewe? Kwa sister sikiliza tulibu sasa kama hivyo umesikia. Sasa naweza tukakuchakaza sasa hivi uso wako. Wewe mwanangu, huyo mchumba wake kama mchumba kule na tazalao wosi. Ya kabisa tunaona kodi azuleta tena tuambiaje wewe. Wasema sikiliza ujue. Tuelekeze kwa dizizo nyooka basi. Nyie ndo wezi wenyewe kwani vipi babu? Mbona mnajichanganya? Sasa tujaiba mafuta umesikia? Nyie ndo wezi wenyewe. Oa mwanangu, usipate mambo kama vile tunamkanda na turudi mkubwa wake amwambie kabisa kama sisi tumekuja hapa na tumemsalimulia maana au tunamponda hapa yenyewe. Sasa utachakaza huyu ujue tunao. Sama nini kwanza nasikia kuna ratiba za kunikanda vipi bwana? Tunataka kukanda wewe unatazalao na mmako unatazalao mnatuambia sisi naiba mawesi. Nyie ni wezi, kama wezi nyie msiambiwe au? Afu moja buje ule wa mwanangu. Hizi dharau ujue unazileta kama vipi mchakaze ujue. Mchakaze wenyewe. Wewe sasa na kadi kinyoke kama hivyo kati sasa kutoka kusema wewe. Imora. Wafika muda? Hamna, sina muda sana tangu nipike. Oh. Lakini sikifu sana na kufahamu. Ila sikuwahi kujua jina lako. Unaitwa nani mwenzangu? Mimi naitwa HK. Jina lako zuri. Asante. Najua umenifanya zaidi ya mara moja. Uniambia kwamba unanipenda. Na mara mwisho nilikwambia ningoje nikafikirie. Kwa hiyo nimekaa nimefikiri. Na hichi ninachokwambia ndio nilichokifikiria. Ombi lako nimelikubali. Yaani nimefurahi sana. Najua ulikubali hilo ombi. Ni masharti hayo mawili. Inabidi uzingatie. Masharti gani tena? La kwanza, nataka nianze chuo. Ila hilo sio shida sana. Sharti la pili, utapata chochote mpaka utakaponioa. Sawa, kwa kuwa mimi nimekupenda, nipo tayari kuvumilia masharti yako, lakini ninachokuomba usije ukanidanganya. Hapana, sitokudanganya, nakupenda. Nakupenda pia. Vipi Mr. K? Kama kawaida tu, mambo mengine wewe. Fresh bwana, nashukuru Mungu bwana. Tuko vipi lakini kama kawaida? Fresh. Au vipi? Bwana sasa ndugu zako bwana tuna mchongo bwana. Sisi bwana madalali wa miogo. Sasa wakati tunajadili hapa sehemu za kwenda, ndugu wangu akaniambia, "Kwa nini tusiende kwa Mr. K pale jamaa na ole?" Ngona, wala wewe umepita hivi kwa tu tuongee nao tuongee na wewe kabisa. Kwa bahati tu mwenyewe umepita. Shida miogo. Miogo bwana, kusema ukweli mimi sina pale nyumbani. Ndio. Sina, alafu vile vile kusema ukweli kwa sasa siko sawa. Kwa sababu kidogo nyumbani palitokea na mambo kidogo, shemeji yenu alifanya mambo ya kijinga. Kwa hiyo ndio nimeachana naye hapa. Kwa hiyo sasa hivi kidogo siko sawa sana kujua kama miogo kwangu haipo wapi inaweza kupatikana. Pole sana. Basi ndio hivyo. Wewe na huyo shemeji naye amefikiaje? Yaani imekuwaje mpaka kama kumwacha? Ni ghafla. Yaani unajua mambo tu ya kijinga, unajua wanawake sasa hivi sawa ile kileweke. Mpikopo shamba, mwisho siku mimi nafuata mbegu, kumbe naye tena anaenda kufanya mambo ya kijinga. Unaona? Kwa hiyo hapa tu mimi natoka zangu hapo kupunguza hizo nywele hizi. Kwa sababu zilikuwa hivi, zilikuwa mno rafu. Kwa hiyo nitaka kupunguza nywele hizi, naelekea zangu maskani hapo. Basi sawa, hamna taabu, sisi tukupe pole. Basi poa fresh ndugu zangu, ni tuko pamoja. Kwa njema. Haya poa fresh. Tulimzoea bwana shemeji bwana. Haya sawa. Poa. Baba. Kwa ndo hivi. Ya mchongo. Kumbe jamaa just kama utakuwa mepesi hivi. Yaani hii mwanangu dili dani. Sema kule ule mtoto. Ya yule dogo. Na ule ndo kipengele kwa sababu ile kasisi katuona. Kwa hapa tupigeni kwa leo, tupige juu chini hapo. Tafute.